Rozi anasema hivi: nilikuwa katika wakati mgumu sana, kwani hakukuwa na mtu yoyote ambaye alikuwa akinijali. Lakini sikuweza kukata tamaa kwa sababu niliamini Mungu yuko pamoja nami, pamoja na wakati mgumu ninaopitia. Lakini Mungu hawezi kuniacha kamwe. Wataniacha walimwengu, wataniacha hata ndugu zangu, lakini sio Mungu. Kuna wakati nilijikuta nakata tamaa kabisa. Hii ni kutokana na watu wengi walikuwa wakinizungumzia maneno mabaya, tena maneno ambayo hayakuwa na ukweli wowote ndani yake. Maisha yangu yalikuwa yamezungukwa na marafiki wengi ambao kwa kiasi kikubwa sana nilikuwa nikiwaonyesha upendo na kuamini. Walikuwa ni watu wangu muhimu sana kwenye maisha yangu. Lakini kumbe haikuwa vile ambavyo mimi nilikuwa nafikiria. Wengi wao walikuwa wamejivika ngozi ya kondoo, lakini kiukweli mioyo yao ilikuwa imejaa chuki sana. Tena ilikuwa ni chuki nzito juu yangu. Katika simulizi yake, Rose anasema wakati huo alikuwa anasoma chuoni, na jina la chuo pamoja na mahali tutahifadhi kwa sababu hakupenda vitajwe, na mimi nitaheshimu hilo. Rose anaendelea kusema, nilikuwa nikiishi na mama yangu mkubwa, kwani sikubahatika kuishi na wazazi wangu wote wawili. Baba pamoja na mama yangu walifariki mimi nikiwa mdogo sana. Mama yangu mkubwa huyu ndiye alinilea toka nikiwa mdogo mpaka nilipomaliza elimu yangu ya sekondari na kufanikiwa kujiunga na chuo nikiwa nasoma kozi ya uhasibu. Nikiwa chuoni huko nilikutana na marafiki mbalimbali. Wengi walikuwa na marafiki zangu wa karibu sana kwa sababu tulikuwa tunalala sehemu moja na tulikuwa tunasoma kozi moja. Saida alikuwa ni mmoja ya rafiki yangu kipenzi sana. Nadhani huyu alikuwa ni zaidi ya rafiki. Nilimfanya akawa kama dada yangu. Alikuwa ndugu yangu kabisa. Siku moja nikiwa najisomea, Saida alikuja na kusema hivi: Rose rafiki yangu, kuna jambo nataka nikwambie. Lakini mwenzangu, naomba usije ukamwambia mtu yoyote yule. Usiseme kwamba mimi ndo nimekueleza jambo hili. Ilinibidi nishangae sana. Halafu nikamjibu, sawa, niambie tu. Ni jambo gani hilo? Mbona unaniweka roho juu rafiki yangu? Saida akaanza kusema, rafiki yangu Rozi, kwa kweli maneno yameenea sana hapa chuoni. Watu wanakusema sana vibaya. Yaani sijui nianzie wapi kukueleza. Hapo moyo wangu ulipasuka. Nilishtuka sana, nikawa nimebaki na shangaa. Watu wananisema vibaya? Kwa nini? Nimefanya nini mimi? Mbona unanishangaza sana Saida? Hebu kuwa mwazi basi. Tafadhali usinipe pressure bure. Niambie ni kitu gani kinaendelea? Hao watu wanasema mimi nimefanya nini? Baada ya kusema hivyo, rafiki yangu Saida aliguna kidogo. Na kisha akaendelea kusema, rafiki yangu, eti hivi ni kweli una uhusiano wa kimapenzi na mwalimu wa hesabu, Mr. Ngoi? Na watu wanasema kwamba ndio maana somo lake la hesabu nafaulu vizuri sana kwa sababu anakupendelea, na eti kuna wakati anakupa majibu kabisa ya mtihani. We Saida wewe, hebu acha utani basi. Kwa kweli baada ya kusikia kauli hiyo nilichanganyikiwa. Ilibidi niweke daftari pamoja na kalamu yangu pembeni kwanza. Halafu nikaanza kumuuliza Saida, eti Saida, unasema nini wewe? Kwanza kina nani hawa wanasema hivyo? Jamani. Hivi mbona watu wanapenda kuzungumza maneno ya uongo kiasi hiki? Mimi sina uhusiano wowote na mwalimu Ngoi. Sina. Mungu wangu, hii dunia ikoje? Baada ya kusema hivyo nikiwa nalalamika sana, rafiki yangu Saida alicheka sana. Halafu akasema, ndio hivyo rafiki yangu. Watu wengi hapa chuoni wanajua kwamba ni kweli, na anayesambaza hayo maneno ni rafiki yako Lina. Ila tafadhali, chonde, usije ukanitaja. Naomba tafadhali Rose, usije ukanitaja. Mimi nimekwambia tu kama rafiki yangu wa karibu. Lina anasambaza maneno hayo kwa watu wote hapa chuoni. Sio siri, nilijisikia vibaya sana. Siku yangu iliisha vibaya sana. Sikuwa na raha kabisa. Ukweli ni kwamba sikuwahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwalimu yoyote pale shuleni. Hii kauli ambayo amekuja nayo hapa rafiki yangu huyu ilinishangaza sana. Nilishindwa kuelewa ni kwa nini mambo yanakwenda namna hii. Hivi na maana kuna watu wamezaliwa kwa ajili ya kusababishia wenzao huzuni? Kwa nini watu wanapenda kufanya wenzao wakose furaha? Sina mahusiano na mwalimu yoyote. Wameanzia wapi? Wameanzaje kusema maneno ya uongo kama haya? Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie. Nipe roho ya uvumilivu niweze kukabiliana na walimwengu. Basi baada ya hapo siku zilizidi kwenda mbele. Maneno yaliendelea kuenea
na Saida alikuwa akija na kunieleza maneno yote ambayo alikuwa akizungumzwa huko nje na watu. Niliendelea kuvumilia kwa kweli. Kila kitu ambacho Saida alikuwa akiniambia kilikuwa kikiniumiza sana moyoni mwangu, lakini nilikuwa mvumilivu. Sikuweza kumuuliza mtu yoyote, kwani nilikuwa sipendi ugomvi na watu, kwa sababu nilifahamu kabisa kufanya hivyo kungepelekea ugomvi na watu. Lazima wangekasirika na mwisho wa siku tungegombana. Sikuyataka hayo. Nilitamani sana nisome na kumaliza kozi yangu salama ili niweze kurudi nyumbani. Basi siku zilizidi kwenda mbele. Siku ya Jumamosi na Jumapili mara nyingi huwa nilikuwa naenda nyumbani kushinda na mama. Sasa siku hiyo ilikuwa ni Jumamosi, ambapo nilienda nyumbani nikamkuta mama mkubwa akiwa pale. Lakini nilipofika pale nilikuta mama mkubwa amekasirika sana. Sikujua mama mkubwa ana shida gani. Nilimsalimia lakini hakuweza kuitika, jambo ambalo sasa niliona si kawaida yake. Hata kama pengine ana matatizo yake, lakini haikuwa kawaida yeye kunyamaza kuitikia salamu yangu. Nilihisi kabisa huenda matatizo au hasira alizokuwa nazo zimesababishwa na mimi, au kwa namna yoyote ile mimi nahusika. Nilijaribu kumsalimia tena, ndipo aliponyanyuka pale alipokaa na kunipiga kibao kwenye paji la uso wangu. Halafu mama mkubwa akaanza kusema, "Wewe mwenda wazimu, malaya mkubwa wewe. Hivi mimi nakulipia ada, halafu unakwenda huko chuoni kufanya mambo ya ajabu? Hivi wewe ni mtu wa kuwa na mahusiano na mwalimu wako? Kweli kabisa, Rozi. Unaanzaje kuanzisha uhusiano na mwalimu wako? Unataka uharibu maisha yako? Tena nimesikia kwamba huwa haulali kabisa chuoni. Kila siku unakuja kuchukuliwa na wanaume wa aina tofauti. Rozi, unabadilisha wanaume kama nguo. Hivi Rozi, hii tabia ya ukahaba umeipata wapi? Nani amekufundisha tabia hii? Nimekulea kwenye maadili mema. Haya imekuwaje huko chuoni? Nakuuliza imekuwaje?" Hapo nilibaki nimeduaa tu. Nilishangaa. Haya mambo yamekwenda kwendaje? Kuna maneno yanaendelea kule chuoni. Sasa yamesafiri vipi kufika mpaka nyumbani? Pamoja na kwamba maneno yenyewe yanaendelea huko chuoni sio ya ukweli, lakini imekuwaje uongo huo umefika mpaka nyumbani? Maswali yalikuwa ni mengi sana kichwani mwangu, lakini mwisho wa siku nikaishia kumjibu mama, "Hapana mama, mimi sina tabia kama hiyo. Siwezi kufanya hivyo kabisa. Unanionea mama." Nilimjibu hivyo huku nikiwa nalia kwa uchungu sana, kwani mama hata baada ya pale aliendelea kunigombeza sana, huku akiwa ananipiga makofi kichwani kwangu na usoni. Na pia hakuhitaji kunisikiliza. Hata nilipokuwa najaribu kumwelewesha, mama hakutaka kunisikiliza. Aliendelea kunipiga tu makofi. Maisha yangu kwa kweli yalikosa furaha. Maisha yangu yalikosa raha kabisa. Kila kukicha alikuwa niibuka mambo mapya. Lakini sikuwahi kujua kabisa ni nani ambaye anaweza kunifanyia mambo yote haya. Nani ambaye anaweza kusababisha uongo kama huu kaenea sehemu kubwa kiasi hiki, kuanzia chuoni mpaka nyumbani kwetu? Ni nani huyo? Na ana lengo gani? Moyoni mwangu sikuwahi kumlaumu mtu yoyote, kwa sababu nilitambua sina makosa kwa mtu yoyote. Sikuwahi kukasirikiana wala kugombana na mtu yoyote. Ni kawaida yangu kuepuka ugomvi siku zote. Mara nyingi najitahidi sana kuishi kwa upendo na amani na watu wote. Niliishia kunyamaza na kumwomba Mungu anisaidie. Basi baada ya pale maisha yaliendelea, na ilipita kama wiki 2. Sasa baada ya kupita wiki 2 huku nikiwa sina maelewano mazuri na familia yangu. Hii ni baada ya taarifa hizi za uongo kutoka chuoni kufika nyumbani. Siku hiyo ilikuwa niko chumbani nimepumzika. Ilikuwa ni pale chuoni. Nilimwona anakuja Lina huku akiwa na kikosi cha marafiki zake. Walipofika pale wakaanza kusema, "Tumechoshwa na maneno yako Rozi. Rozi, unajua wewe ni mwanamke mnafiki sana. Kwa nini unapenda kufuatilia maisha ya watu? Yaani Rozi, unapita kwa watu na nisema mimi vibaya. Unasema mimi nina mahusiano ya kimapenzi na mwalimu. Maisha gani haya unataka kuyaleta hapa chuoni? Na hata kama mimi nina mahusiano na mwalimu, kwa nini upite kwa watu wote unatangaza hivyo? Halafu ukaona haitoshi, ukaenda mpaka kumwambia mpenzi wangu kwamba mimi ninamsaliti natembea na mwalimu. Au unataka kumchukua mpenzi wangu?" Hiyo ilikuwa ni sauti ya Lina. Alikuwa akiongea kwa jazba sana, akinishutumu mimi kwamba namtangazia maneno ya uongo kwa watu. Jambo ambalo lilifanya nishangae, kwa sababu hayo anayosema ni maneno ambayo mimi ndio nimesemewa kwa watu. Mimi ndio nilistahili kulalamika hivyo. Sasa nikabaki na shangaa, huyu Lina vipi? Mbona naongea vitu ambavyo simuelewi? Mimi ndio nimefanywa ubaya wa aina hii. Haya, imekuwaje tena? Nilishindwa kuelewa kabisa hizi jazba za Lina zimetokea wapi na kwa nini anafanya hivi.
Mwisho wa siku niliweza kunyanyuka pale kitandani. Halafu nikaenda kuwauliza, hebu samanini jamani, unajua mimi siwaelewi. Unasema mimi na kusema vibaya kwa watu. Mimi nimetangaza wewe una uhusiano na mwalimu Lina. Mimi mbona sijafanya hivyo? Unanishangaza. Wewe ndio unanizungumzia mimi vibaya. Lina, wewe ndio unapeleka maneno ya uongo mpaka kwa mama yangu nyumbani. Na leo umekuja hapa mbele yangu unajifanya eti mimi ndio nakusema wewe, wakati wewe ndio kinara wa umbea hapa chuoni. Lina, au hii ndio njia yako kujisafisha? Nakuuliza, hii ndio njia yako kujisafisha? Unadhani mimi sijui kwamba wewe ni mbea kiasi gani? Unadhani Lina sijui kwamba wewe unaongea maneno ya uongo mpaka nyumbani? Nafahamu Lina. Niliamua kukaa kimya tu. Sipendi ugomvi. Ndio maana nimekaa kimya. Sasa baada ya mimi kusema hivyo, niliona wote wamenyamaza na kukaa kimya kwa muda, huku wakitazamana. Mmoja wao akaniuliza, "Samahani Rozi, wewe nani amekwambia maneno hayo? Hebu acha uongo. Lina hajawahi kukusema wewe vibaya. Lakini sisi tunaambiwa wewe ndio unamsema Lina vibaya kila siku. Unamtangazia uongo chuoni kote hapa. Na wewe ulienda mpaka kwa mpenzi wake na Lina. Ukaenda ukasema uongo, kamwambia kwamba anamsaliti na mwalimu. Ni wewe Rozi. Sasa wewe Rozi, ni nani ambaye amekwambia hivyo? Kwamba Lina anakusema wewe vibaya?" Kiukweli ni kama nilikuwa sielewi. Walikuwa kama wananichanganya. Kutokana na hasira nilizokuwa nazo, moyo wangu ulishindwa kuvumilia. Niliamua kumtaja. Nikamwambia kwamba Saida rafiki yangu ndiye ambaye amenipa taarifa zote. Na baada tu ya kumtaja Saida kwamba yeye ndio amenieleza mambo yote ambayo Lina amesema, ndipo wote wakabaki wakishangaa. Kumbe hata huyo Saida ndiye ambaye alikuwa akienda kule na kumwambia Lina kwamba mimi ndio namzungumzia vibaya. Saida alikuwa anacheza huko na huko. Anakuja kwangu mimi Rozi, ananiambia kwamba Lina ananisema vibaya. Lina anatangaza kwamba mimi natembea na mwalimu. Lakini Saida huyo anakwenda kwa Lina kwa mara nyingine tena, anamwambia kwamba Rozi anakusema vibaya. Anasema kwamba wewe unatembea na mwalimu. Saida alikuwa ni mnafiki kwa pande zote mbili. Hakuna aliyewahi kugundua hili. Hapa kwa mara ya kwanza kila mmoja anashangaa. Wakati huo mazungumzo haya yanaendelea, Saida alikuwa hayupo pale. Ilibidi wote tukae pale na kumsubiri Saida arudi. Na sasa baada ya Saida kurudi pale, kila mmoja alikwenda na kumvamia na maneno makali, huku akimwambia tabia yake ni mbaya ya kusema uongo na kuchunganisha watu. Kwa kweli baada ya Saida kuvamiwa pale na watu wote, aliweza kukiri kosa lake na kukubali kwamba ni kweli yeye ndio alikuwa anapeleka maneno huku na kule. Anapeleka maneno kwa Lina, na wakati huo pia maneno haya analeta kwa Rozi. Na mwisho wa siku anasababisha watu wanataka kupigana. Saida huyu amesababisha mamangu mkubwa amenichukia. Amesababisha familia yangu hainipendi kabisa, ikiamini mimi nafanya ubaya huko chuoni, nafanya umalaya, nabadilisha wanaume kama nguo, wakati sijawahi kufanya hivyo hata siku moja toka nimefika chuoni. Nilijisikia vibaya sana, kwa sababu mtu niliyemwamini kama rafiki yangu, kama ndugu yangu, ndio alikuwa na nia mbaya na mimi. Ndiye huyo alikuwa akinichonganisha na marafiki mpaka na familia yangu. Baada ya hapo Saida aliweza kuniomba msamaha. Kwa kweli mwanzoni ilikuwa ni vigumu sana kumsamehe kutokana na shida ambazo amenisababishia kwenye maisha yangu. Lakini baadaye niliamua tu kumsamehe. Nilijifunza sitaki kulipa kisasi. Nilimsamehe Saida na maisha yakaendelea. Japo furaha yangu ilikuwa imepotea kwa muda, lakini ndio hivyo, sikuwa na namna ya kufanya. Lakini pamoja na kwamba nilimsamehe Saida, nashukuru kwamba niliweza kujifunza somo kubwa sana kwenye maisha. Siku zote unatakiwa kuwa makini sana. Usiamini maneno yote ambayo unaambiwa na mtu yoyote yule. Ni vyema kuyachunguza ili kuwa na uhakika wa kile ambacho umeambiwa. Vinginevyo unaweza kugombana na watu kwa jambo ambalo wala halina ukweli kabisa. Na ndio maana na uheshimu sana msemo wa henga unaosema kikulacho kinguoni mwako. Siku zote ipo hivi. Adui yako mkubwa ni yule ambaye anakufahamu vizuri, kwa sababu anakujua, anajua madhaifu yako, anajua kila kitu kuhusu wewe. Yes, ishi na watu kwa amani na upendo, lakini usiwaamini kupitiliza. Maneno unaambiwa yapime mara mbili kabla hujafanya maamuzi. Usije ukamhukumu mtu ambaye wala hana hatia kabisa.